ya CCM ni hitilafu za wana CCM, sio mgogoro pase, kwa sababu mgogoro lazima uhusishe viongozi waliopo madarakani, ima wao na wanachama wao ama wao kwa wao. Ndio sura migogoro inavyokuwa, kwamba kuna mkinzano wa fikra ndani ya uongozi wa chama ama mkinzano wa fikra baina ya wanachama na viongozi wao, na ukitokea huo mkinzano, kila upande huo umetoa majibu juu ya hicho kinachowakinzanisha. Sasa kilichopo ni fikra na mtazamo wa Cyprian Musiba, mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kama alivyojitambulisha na mwanaharakati, dhidi ya viongozi wastaafu, makatibu makuu wastaafu na katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha CCM. Sasa huu, kwa wanaofahamu mgogoro huu, sio mgogoro. Hizi ni tuhuma kutoka kwa Musiba kwenda kwa hao aliyowataja. Ingelikuwa mgogoro kama pia ingetokea mwenyekiti wa CCM ama makamu mwenyekiti, iwe bara iwe Zanzibar, ama katibu mkuu ama naibu katibu mkuu ama makatibu wa idara za CCM, wakawa wamesapoti kutoa neno, whether kwa kumsapoti mtoa tuhuma ama kuwakingia kifua waliotuhumiwa, huu ungeweza kuwa sasa ni viashiria cha mgogoro kwenda ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini viongozi wote hawa wapo kimya, hawa Chama cha Mapinduzi wanayasikia haya na hawajasema chochote, hawajatop chochote katika hili. Sasa kusema kwamba sisi kuna mgogoro ni kama inawezekana wapinzani wakatuka tunafikiria hivyo, kuna mgogoro na tungependa uwepo mgogoro, pengine labda tukiona kwamba mgogoro huo unaweza ukapelekea sasa na sisi kama wapinzani tukanufaika na mgogoro huo. Rejea mgogoro wa David Kafulila dhidi ya NCCR, utaona ulikuwa ni mgogoro wa mwanachama dhidi ya kiongozi, na chama kikaingia kati, mkinzano wa kifikra ukatengenezwa kwa mgogoro mkubwa. Rejea mgogoro wa Zitto alipokuwa naibu katibu mkuu Chadema dhidi ya Mbowe na waliokuwa kipindi kile, nadhani Lissu alikuwa ni mwanasheria na ni bunge nadhani pia. Utaona huu ndio ukizungumza migogoro hii, migogoro kama huko ni mbali sana, Watanzania wamesahau, basi warejee mgogoro wa CUF baina ya fikra za Maalim Seif dhidi ya Ukawa na fikra za Profesa Lipumba dhidi ya Ukawa, ambazo zikapelekea kuwepo na makundi mawili ndani ya chama na vikao vya chama vikachukua hatua kutaka kurekebisha mpaka iliposhindikana. Hii ndio unaweza ukaiita migogoro. Lakini Musiba ni mwanachama, ni mwanaharakati, sio kiongozi. Makamba, Kinana ni viongozi wastaafu. Musiba wanawashambulia hawa kwa tuhuma ambazo anadai ana ushahidi nazo kutokana na ripoti ya CCM ya ukaguzi wa mali za chama. Sasa katika hali kama hii, tunaweza tukadhani sisi wapinzani kwamba huu ni mgogoro, lakini si mgogoro kama ninavyoona mimi. Hizi ni fikra zangu tu, zinaweza zisikubaliane na fikra zako wewe, na hata wengine wanajaribu baada ya kusoma makala hizi kuonyesha kwamba ninachokifanya sio sahihi. Katika hili la fikra za Musiba dhidi ya Kinana, hili mimi ninavyoona, mtazamo wangu, sio hitilafu za kisera. Hata hao Kinana wanachokilalamikia kwa katibu wa kamati ya wastaafu, sio kwamba viongozi wa CCM hawatekelezi sera walizokubaliana. Hapana, sio hivyo. Kinachoendelea hivi sasa, wastaafu wanalalamika kwamba wanachafuliwa. Musiba analalamika hawa wana ubadhirifu na amesampo baadhi ya ubadhirifu. Kwa hiyo utaona pande zote mbili, kuanzia Musiba mpaka hawa wanaolalamikiwa, hawana hitilafu za kisera. Wote wanakubaliana na sera na ilani inayotekelezwa chini ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo huu hauwezi kuwa mgogoro, kwa sababu na hata kama wanataka watu uwe mgogoro, hautakuwa mgogoro wenye maslahi na Watanzania, kwa sababu hapa Kinana hajasema mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ama serikali ya Chama cha Mapinduzi imeenda vibaya katika ununuzi, labda mfano wa swala la korosho ama usimamizi wa miradi ama ujenzi sijui wa bandari iliyojengwa Bagamoyo
ama sijui ujenzi, yapo maneno yanaguswa hapa, mambo ya kujenga uwanja wa ndege Chato, na sasa kunaelekea kujengwa kiwanja cha mpira Chato, kwamba wakajitokeza hawa watu wakasema hivi havikuwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, ungelikuwa ni mgogoro wenye maslahi labda na Watanzania, kwamba Chama cha Mapinduzi wenyewe kwa wenyewe wanakizana katika utekelezaji wa mambo yanayotekelezwa na serikali. Serikali inaona haya mambo yana faida kwa Watanzania, wana CCM wanaona haya mambo hayana faida kwa Watanzania. Mkinzano huo, mgogoro huo wa kisera ungelikuwa unaleta manufaa kwa Watanzania. Sasa hitilafu hizi zilizopo ni hitilafu za kujijenga wenyewe ndani ya Chama cha Mapinduzi, na sio hitilafu zinazoweza zikaleta faida kubwa kwa wananchi kwa ujumla wake. Kwa hiyo huu huwezi kuita mgogoro kwa kutazama migogoro iliyowahi kutokea kwenye vyama vya siasa. Sasa mimi binafsi, kwa nini naona katika hili Musiba anaisaidia zaidi nchi kuliko chama chake? Kwa sababu moja, ukitazama majibu ya Mheshimiwa Msekwa kwa kina Kinana, na ukatazama watuhumiwa hoja zao kwa Mheshimiwa Msekwa, katibu wa kamati ya wastaafu, lakini ukimya wao dhidi ya tuhuma wanazopewa, klipu zinazoendelea kutembea, kutotoa ufafanuzi wa aina yoyote, kunamfanya Musiba aonekane kama ana hoja za msingi, na hasa anapojikita kwamba hoja zake zinatokana na ripoti ya ukaguzi wa mali za chama ambayo yeye anayo, kwamba ana ushahidi nayo anayoyasema. Sasa ikiwa wazee wetu wanachafuliwa, na inawezekana wanachafuliwa, na ikiwa anayoyasema Musiba ni ya kweli, inawezekana yasiwe ya kweli, ili tusaidie sisi Watanzania kuweza kujua hasa upande gani uko sahihi, ni kwa wanaochafuliwa kuchukua hatua za kujisafisha kisheria. Hatua za kujisafisha kisheria, mtu anapokuchafua, kwa mfano hizi clip zinazotembea hivi sasa, nilimuona Nape akizungumza kupitia Azam, ni masuala ya kijinai. Kwa hiyo kama nyinyi mnahusishwa nazo, sio zenu, watu wameiga sauti kupitia kwa wasanii huko, ni kufungua kesi za kutaka mahakama itafute ukweli wa juu ya hili, jeshi la polisi lifanye uchunguzi juu ya hizi clip, TCRA wasaidie juu ya hizi clip. Hiyo zitawaondosha wanaotuhumiwa kwenye hujuma wanazopewa kwamba wanafanya hujuma na njama za kumwangusha rais. Of course sio msemaji wa serikali wala wa Chama cha Mapinduzi, lakini hatari ninayoiona, ikiwa wapinzani tutakuwa tunashabikia kwamba hitilafu hizi tuzifanye kuwa mgogoro, na ikaonekana kuwa ni mgogoro kweli, labda ukapenya ukaingia mpaka ndani ya Chama cha Mapinduzi ukawa mgogoro kweli, mimi sioni wapinzani kama tunakwenda kunufaika na huu mgogoro. Wapo wapinzani wanaweza wakadhani watanufaika na huu mgogoro kwa kuwa ndio mazoea yao kunufaika na migogoro ya vyama vingine, kwamba unaweza ukavua mapapa ya uongozi kutoka kwa Chama cha Mapinduzi kuja kwenu. Watakuwa hawafikiri kwa usahihi. Hebu warejee, walete kumbukumbu za Edward Lowassa alipotoka CCM na kuja Ukawa. Tulivuna nini? Na hivi sasa yupo wapi? Kwamba uchafu haya yanayozungumzwa ndani ya CCM kama yapo, watu hawa hata wakija kwenye vyama vyetu vya upinzani ni wachafu, sio watu wa kufuatwa tena na kuigwa. Kama waliweza kufanya hujuma hizo wakiwa CCM, ikiwa kweli hizo tuma zinazozungumzwa, watashindwaje kuja kufanya hujuma wakiwa kwetu sisi huku? Na legitimacy yao kwa Watanzania iko wapi? Ule ukubalifu, uadilifu wao kwa Watanzania utakuwa uko wapi, ili sisi tujivune kwamba tumechukua watu kwa maana na wanakuja kuongeza nguvu kwenye vyama vyetu? Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, CCM itakapokwenda kusambaratika kwa utaratibu huu na lose control ya serikali, ikashindwa kuidhibiti serikali, kuna vipande viwili kama inavyosemwa kwenye moja ya klipu zinazodaiwa kuwa ni sauti ya Membe, kwamba mpasuko mkubwa na huwezi kuunganisha tena, mambo yakawa. Kwa hiyo kuna mapande mawili kutoka Chama cha Mapinduzi.
bila shaka wanakwenda kupoteza serikali. Wakipoteza serikali, sheria tulionayo, katiba ya nchi, hakuna chama kitachonufaika katika vyama hivi vyetu vya upinzani kwamba sasa vita take off pale walipoacha CCM na serikali ikaongozwa whether na Ukawa ama Chadema binafsi ama ACT ama CUF. Utaratibu huo haupo. Manake nini? Manake serikali itakuwa haiongozwi na chama. Hakuna chama kinachounda serikali. Ninavyoona mimi kama Abdul Kambaya, kama Mtanzania, kwamba vyombo vya dola vinakwenda sasa kuiongoza serikali, kwa sababu serikali haipo. Chama kinachounda serikali kimesambaratika chenyewe kwa chenyewe, na serikali ikiwa inaongozwa na vyombo vya dola vina majukumu yake tofauti. Kuna vyombo vya ulinzi na usalama, kuna vyombo vinavyolinda mipaka ya nchi, kuna vyombo vinavyolinda usalama wa raia na mali zake. Mafunzo yao, taaluma zao ni kwenye maeneo hayo. Uongozi wa kisiasa, hata kama wanateuliwa wengine kuwa wakuu wa wilaya, kuwa wakuu wa mikoa, hata baadhi yao wanakuwa mawaziri, makatibu wa wizara, lakini bado jukumu la kuongoza nchi kidemokrasia linakuwa ni jukumu la vyama vya siasa. Kwa hivyo CCM inaposambaratika, wapinzani tukidhani kwamba hii ni faida kwetu sisi, haiwi faida kwetu sisi, kwa sababu inasambaratika nje ya mfumo wa kidemokrasia, inasambaratika kwenye mgogoro wa chama chao. Kwa hiyo watakaochukua madaraka hawatochukua madaraka katika utaratibu wa kidemokrasia, watachukua madaraka katika utaratibu wa kulinda usalama wa raia na mali zao na mipaka ya nchi, sio demokrasia. Na hivi sasa hatuna demokrasia kamili, tuna kivuli cha demokrasia. Makala yangu nimeandika hivyo, tuna shades of democracy, kivuli cha demokrasia, sio demokrasia kamili. Sasa lakini mko chini ya kivuli cha demokrasia. Hiki kivuli cha demokrasia kikiondoka, na hapa tuko kwenye safari ya kuelekea kwenye demokrasia, hatujafika. Kikiondoka hiki, vyombo vya ulinzi, vyombo vya dola vika take off, vikaanza kuiongoza nchi, mpaka mje mrudi mkaanza kutafuta demokrasia, mkapata kivuli cha demokrasia, mkatoka kwenye demokrasia, kivuli cha demokrasia, mwende kwenye demokrasia kamili, tutatumia miaka mingapi? Na hali itakuwaje sasa? Itaendelea kuwa tulivu hivi kama ilivyo? Vyombo vya dola vinaweza vikashughulikaje? Pengine navyo vina facts haya yanayodaiwa. Je, vitaamua sasa kusema hizi ni mali za umma zirudi huku, na kizirudisha huko hali inakuwaje? Kwa hiyo ukiyatazama haya kwa undani, unaona Musiba katika hoja yake anapaswa kupongezwa, kwa sababu anayoyasema yeye hayasemwi na kiongozi yoyote wa serikali, hayasemwi na kiongozi yoyote wa Chama cha Mapinduzi. Lakini hata hao wanaotumiwa wanashindwa kuthibitisha ama kukanusha ukweli wa hayo anayosemwa na Musiba. Na Musiba amesema mambo mengi, mimi sijapata kujitokeza kuunga mkono aliyosema mengi, lakini kwenye hili naona kama yeye ni miongoni mwa watu wanaotusaidia sisi wa Tanzania kujua hali ya Chama cha Mapinduzi ilivyo. Sema mengi, alizungumza habari ya Zito hapa na mjane wa Philip Njombe, akatoka akazungumza habari ya kina Lissu, akatoka akazungumza habari ya kina Mbowe, ameyazungumza mengi. Lakini kwenye hili mimi naona yeye anatusaidia, na hili ni swala ya ripoti wanadai wenyewe ya Chama cha Mapinduzi. Sasa watokee viongozi wa Chama cha Mapinduzi waseme hii sio ripoti yao, wanachosema Musiba ni uongo, kurudisha sijui nini. Haya yalikuwepo muda mrefu, lakini ni kwa kiwango gani? Labda inawezekana tofauti ni kwa kiwango gani? Tangu kipindi cha Mzee Mkapa watu walikuwa wagombea wetu wengine hawarejeshi fomu, wanatekwa, wanafanya hivi. Mikutano ya hadhara ilizuiliwa wakati wa Mzee Mkapa, maandamano, sisi kafu tukajitoa mhanga tukafanya maandamano kwa kulazimisha, mikutano hii ikafunguliwa tena na maandamano. Kwa hiyo haya mambo yanayofanyika hivi sasa yanajirejea, yalikuwepo tangu kipindi cha nyuma.
tatizo la Watanzania, tatizo la wanaojiita wasomi, wanaojiita wanasiasa, wanaojiita wanaharakati, wanashindwa kuelewa nini kinachotusumbua ndani ya taifa letu. Ndani ya taifa letu hatusumbuliwi na mtu, tunasumbuliwa na mfumo. Sasa watu wanaweza wakajiorganize kumshambulia mtu. Hata hivi sasa watu wanaweza wakajiorganize kwenye ili kumshambulia msiba, sio kuishambulia hoja ya msiba. Nakumbuka marehemu Horace Kolimba aliposema CCM imepoteza dira na mwelekeo. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliambia CCM, andaeni kikao mkajadili hoja ya Kolimba. Unachojadili ni hoja, sio kumjadili mtu. Kwa hiyo hivi sasa Watanzania wanataka kutuaminisha kwamba maovu yote yanayotokea kipindi hiki, tatizo ni mtu anayetuongoza kipindi hiki, sio mfumo. Hapana. Sisi CUF tunaamini tatizo la nchi yetu ni ule mfumo unaotuongoza, ndio wenye matatizo. Kwa hiyo ukitaka kuondosha matatizo, usishughulike na mtu, shughulika na mfumo ambao huyo mtu anaofuata huo mfumo. Sasa na mtu anayetaka kunyoosha kivuli cha mti, badala ya kunyoosha mti wenyewe ukaona hangaika kuchimba shimo ili kivuli kiende unakotaka wewe. Kilichopinda hapa ni mti wenyewe, sio hiki kivuli. Na hapa mti wetu ni mfumo unaotuongoza, ndio uliopinda, sio kivuli. Kwa hivyo pale yuko Rais Magufuli, atatoka, atakuja rais mwingine, hali itakuwa hii. Alikuwa Mzee Kikwete, hali ilikuwa hii. Alikuwepo Mzee Mkapa, hali ilikuwa hii. Tatizo linalotugharimu ndani ya nchi yetu ni ule mfumo wenyewe. Na tuna mifumo miwili. Tuna mfumo wa Chama cha Mapinduzi ambao wenyewe ndio unaongoza serikali, na tuna katiba ya nchi. Vyote hivi vina matatizo yake, vimepitwa na wakati. Ujamaa hivi sasa duniani sio itikadi tena inayoleta maendeleo. Hata wao wa China ndio wazilishi wa ujamaa, wanaohubiri ujamaa. Hivi sasa wanacheza kibepari. Wao ndio wawekezaji wakubwa duniani, kuanzia kwenye teknolojia, kwenye masuala ya uchumi. Wachina wanacheza kibepari. Ujamaa umebaki ni falsafa ya ndani ya chama chao, lakini sio unaoongoza katika kuelekeza kwenye usimamizi wa shughuli za kiuchumi, shughuli za kijamii, wala masuala ya teknolojia. Sasa huu mfumo wa itikadi ya siasa ya ujamaa na kuitegemea ni tatizo. Ukija kwenye katiba yetu ya nchi pia napo unakuta matatizo. Na sisi mwenyewe kupitia Rais Kikwete waliona kuna haja ya kuwa na mabadiliko ya katiba, wakaanzisha mchakato wa katiba, umekwama. Kwa hivyo Watanzania tu focus kwenye kubadilisha mfumo, sio kumshambulia mtu, kwa sababu hii inatupotezea muda. Mtu unamshambulia kwa miaka yake 5 au 10, akiondoka usidhani kama umeondosha tatizo, anayekuja bado anaendelea kufanya shughuli katika mfumo ule. Nilipokuwa kwenye mahojiano na hao jamaa wanajiita +255 nadhani Global Radio, waliniuliza sasa, mbona rais wanamlalamikia anajenga uwanja wa ndege, anajenga uwanja wa ndege Chato, uwanja wa mpira Chato. Wa Tanzania, Chato ni Tanzania, sio Rwanda. Maki hakuna mtu ambaye alilalamika hapa kwa nini bandari inakwenda kujengwa Bagamoyo. Na uwezo ukalalamika kwa sababu hapo ndio sehemu nzuri, ndio eneo zuri la kujenga bandari ambayo itaunganisha maeneo mengi. Lakini wengine wangetegemea labda mtu akasema kwa nini sijengwe Mafia? Hoja sio kila kwenye eneo la bahari unaweza kujenga bandari. Kwa nini nataka kusema, yani tunahamishwa sasa, sijui ni propaganda za kisiasa ama yani tunaondolewa kwenye kutafuta mfumo mzuri utakaotuwezesha kufikia malengo. Hoja inapelekwa kujadili watu binafsi. Ndio tabu ninayoiona katika eneo hili. Kwa hiyo kwenye hili wenye uwezo wa kutumalizia hili katika hoja hizi za msiba, ima ni wanaotuhumiwa ama Chama cha Mapinduzi, uongozi wa Chama cha Mapinduzi.
uchague katika hili unaenda kusimama wapi. Unaunga mkono hoja za msiba ama unawapigia kifua wanaotuhumiwa? Sisi vyama vya upinzani tuliacha hili, halituhusu, sio mgogoro wetu. Tuje tumalize ya kwetu kwenye vyama vyetu. Yapo makubwa tu huku hatujashughulika nayo vizuri. Ya CCM tuachie CCM, lakini mimi fikra zangu, mtazamo wangu, sioni mgogoro. Naona hitilafu baina ya mwana CCM na viongozi wake wastaafu. Haya ndio nilikuwa nahitaji kuyafafanua. Naam, bana, mambo vipi? Mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe, steering pia wa mji, lakini pia nafikiri unaona tunajaribu kuonyesha pia cheti ambacho kilichokopo pia hapa mbele. Ni cheti ambacho tumepewa na TCRA, na hii ni kwa kuhalalisha, ina maana tumerejeshwa rasmi kwa ajili ya kuweza pia kufanya kazi hii. Na mimi niweze kutoa pia shukrani zangu za dhati kabisa. Za kwanza kabisa ziende kwa familia yangu, baba yangu, mama yangu mzazi, dada yangu ambaye pia ni mmoja wa watu wangu wa karibu ambao wanaweza kusaidia kila kitu. Ndio wanaonisaidia, sio wanaonisaidia katika mambo yangu mengi zaidi. Lakini secondly for my fans, watu wangu wa karibu, wadau mbalimbali ambao pia tunatumia muda mwingi pia kufanya nao pia kazi. Kwa hiyo shukrani nyingi sana pia ziende kwao. So leseni imetoka na tuko rasmi kwa ajili ya kuweza pia kufanya kitu kama hiki, kwa ajili ya kusogezea wewe habari na update zote kali ambazo zinazotokea pia kutoka kila hengo ya dunia. So shukrani sana. Habari za burudani, siasa na michezo, usisahau kusubscribe ili usipitwe na update.